bid'a katika mambo ya kidunia na kilimwengu, bid'a katika maana ya kilugha, si bid'a katika maana ya kisheria, ambayo sasa wao kundi la kwanza wanaafikiana na hao wa kundi la pili juu ya kwamba kuzusha katika dini jambo ambalo halikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, halina dalili katika sheria, jambo ambalo halina dalili ya kisheria. Maana kusema haya Fatiha ina dalili, haina, na tukianza kunyambua kimoja kimoja, sio na tabia hiyo. Tuangalie haya ndugu zangu Waislamu, tuangalie Fatiha iko haiko. Tambua Fatiha iko. Inna anzalnahu iko hakuna. Waipo katika juzu hamma. Je, qul huwallahu? Je, kusema subuhu quddus rabbul malaikati waruh? Je, kumsalia Mtume sasa? Haya lipi baya hapa? Wanasema hivi, wanaosema hivi imma hawajui nini maana ya bid'a na bid'a yapenye kwenye jambo gani, au wanajua lakini wanachezea watu akili zao. Mnaelewa? Kinyume cha hivyo sasa tuanze kuhukumu hawa kina al-Imam an-Nawawi sasa. Kwa nini jambo kama hili la kheri waliite bid'a? Na huku tutatolewa aya wafa'alul khair katika khairi hizi. Sawa? Nisifanye istitrari katika maelezo tumekwenda. Maneno mengine kama hayo ya Imam an-Nawawi, bado kuna Imam an-Nawawi Sheikhul Madhhab kwenye kitabu chake kinachoitwa Al-Majmu' ambayo ni Sharh al-Muhadhab, majmuu ya Imam an-Nawawi. Anasema hivi, as-salatu al-ma'rufa bi salati ar-raghaib, swala iliyojulikana kwa jina la salatu ar-raghaib, wa hiya 12 rak'atan, nayo ni rakaa 12. Yeye kaielezea baina al-maghribi wal-isha, inayosalia baina ya maghribi na isha, lailata awwal jum'atin min Rajab, usiku wa mwanzo katika usiku wa Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab. Wa salatu lailatin nisfi min Sha'ban, na swala ya usiku wa nusu ya Sha'ban 100 rak'atin, rakaa 100. Anasema hivi, hatani salatan, hizi swala mbili hizi, hii swala inayoswaliwa Rajab katika Ijumaa ya mwanzo wa Rajab na swala inayoswaliwa katikati ya mwezi wa Shaaban, hizi swala mbili bid'atani munkaratan, ni bid'a mbili mbaya. Wala taghtarra bidhikrihima fi kitabi qutil qulub, wala usihadaiki kwa kutajwa kwake, kwa sababu yajua kwamba Abu Talib al-Makki kwenye qutul qulub ameitaja swala hii, akihimiza watu wafanye. Asema usihadaiwe wewe na kutajwa kwake katika qutul qulubi wa ihya'i ulumuddin, kwa sababu Imam al-Ghazali katika kitabu Ihya'u Ulumuddin ameitaja pia. Usije ukahadaika kwa sababu imetajwa katika kitabu Ihya'u Ulumuddin cha Abu Hamid al-Ghazali. Wala bil hadith al-madhkur fihi, wala usihadaiki na hadithi iliyotajwa kuhusu mambo hayo, kuhusu swala hizo mbili. Fa inna kulla dhalika batil, kwa sababu yote hayo ni batil. Wala yughtarra bi ba'd man ishtabaha alayhi hukmuhuma min al-a'imma, wala pasihadaliwe kwa baadhi ya wale ambao limetatiza juu yake hukumu yao katika wanawazuoni. Kuna baadhi ya wanawazuoni wametatizika wakaona haina neno, pia usipati hadaa na wao. Anasema ndio hayo nani? Wahabi mkubwa aitwa nani? Wanachuoni wa Kishafi an-Nawawi azungumza maneno haya kwamba hizi swala hizi ni bid'a mbili munkar. Kwa nini? Na ni swali lilikuwa kwa nini? Kwani swala sio khairi, swala bid'a. Mtu anakuja hapo swala pia. Sasa tumefika mahali pabaya ndugu zangu Waislamu, hatari kweli. Watu wanapewa pesa bwana, swala pia ya bid'a leo. Ukishamsikia mtu ana maneno hayo, ujue anauelewa duni katika jambo la dini, hasa katika mlango huu wa bid'a. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, lakini nilikuwa ninasoma maneno pia ya al-Imam Taqiyuddin Muhammad bin Ali bin Wahb maarufu kwa Ibn Daqiq al-Eid. Ningesoma maneno yake katika kitabu Ihkamul Ahkam ambayo ni sharh ya Umdat al-Ahkam.
ana maneno fanana na maneno haya tutakuja kusifia hapa. Nataka niyasome maneno ya Imam Suyuti Jalaluddin. Si humu katika miji yetu mashaikh wamezoea kusomesha kitabu tafsiri ya Jalalain. Mmoja katika hao Jalalain ni Imam Suyuti Jalaluddin Suyuti na Jalaluddin al-Mahalli. Imam Suyuti aliyefariki mwaka 911 ana kitabu chaitwa Al-Amru bil-Ittiba'i wan-Nahyu 'anil Ibtida'i. Pia nacho jaladi mmoja hiki Dar bil Qayyim. Katika maneno anayozungumza yeye katika taarifu ya bid'a amesema hivi, nataka nirudi kwake kidogo. Yeye anasema hivi kuhusu bid'a. Bid'a ni nini? Imam Suyuti kwenye kitabu ukurasa wa 81 anasema wal bid'a ibaratun an fa'latin tusajimu ash-shari'ata bil mukhalafa. Bid'a ni tendo linalopingana na sheria kwa kukhalifiana, au tujibu taati alaiha, au kunawajibisha kule kulifanya jambo hilo juu yake, biziadatin au nuqsan, kwa kuzidisha au kupunguza. Waqad kana jumhuru salaf yakrahuna dhalika, na walikuwa jumhuri ya salaf wanalichukia hilo. Wayamfiruna min kulli mubtadi'in, wanamkimbia kila mubtadi', wa in kana jaizan hifadhan lil asli wa huwa al-ittiba'u, japo likiwa jambo lenyewe lenye kujuzu kwa ajili ya kuchunga asili, nayo asili yenyewe nayo ni kufuata. Lakini yeye amearifisha bid'a kwamba ni kitendo ambacho kinapingana na kugongana na sheria kwa kukhalifiana, ima kwa kuzidisha au kwa kupunguza. Yeye ameleta taarifu hiyo ya bid'a. Sasa alipokuwa akizungumzia swala hii inaitwa salatu al-ghaib, na kuna swala nyingine inaitwa salatu al-alfiyya na salatu ummi Daud. Swala hizo tatu anasema hivi, mtayasoma maneno yote al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala ambayo nimedhamiria kuyasema, walau tala zaman. Tutamaliza leo ili kesho nisirudie maneno haya, tuendelee na maudhui nyingine inshallah. Anasema min hadha alqism umurun ishtaharat fi mu'dham bilad alislam, na miongoni mwa kismu hii ilipokuwa akizungumzia swali mambo ya uzushi, ni mambo yaliyotangaa katika miji mingi, fi mu'dham bilad alislam, katika sehemu kubwa ya miji ya Uislamu, wa adhma waqruha 'inda alawam, ndio kubwa kule kutoka kwake kwa watu wa kawaida. Wa udhi'at fiha ahadithu kudhiba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na zikatungwa ndani yake hadithi amezuliwa uongo mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa u'tuqida bisababi tilka alahadith, na akaitakidiwa kwa sababu ya hadithi hizo, fiha, katika mambo hayo, ma lam yu'taqadu fi maftaradahu Allah ta'ala, mambo ambayo hayakuitakidiwa au kiasi ambacho hapakuitakidiwa katika yale aliyofaradhisha Allah. Yani kuna mtu akwambia ukisoma burda hii kuisoma ni bora kuliko Qur'ani mara 7. Kuna watu wafikia hivi. Au ukiswali swala fulani hiyo ni bora kuliko swala fulani, swala za faradhi. Sasa zimewekwa hadithi za kurahibisha kuswali swala hizo, fadhila zake ni kubwa kuliko kuswali swala ya faradhi. Asema waqtulinat fiha mafasid kathira, ukaambatanishwa ndani yake uovu mwingi. Wa addat tamadi fi dhalika ila umuri munkara, na kukapelekea kuendelea katika mambo hayo mambo mengi yaliyo munkara. Fatatayara shararuha fadhahara sharruha, zikaruka zile cheche zake na ikadhihiri shari yake. Faminha, taja miongoni mwa mambo hayo, salatu raghaib fi awwal jum'ati min Rajab, ni swala inayoitwa salatu raghaib katika usiku wa mwanzo ya Ijumaa ya Rajab. Wa'lam rahimakallahu anna ta'dhima hadha al-yawm, jua fahamu Allah kurehemu wewe kwamba kuadhimisha siku hii wa hadhihi al-laila, na kuadhimisha usiku huu, sikiliza al-Imam As-Suyuti, inma uhditha fil islami ba'da al-mi'ati ar-rabi'ah, hakika hapana vingine. Hili jambo la kuadhimisha usiku huu wa Rajab, Ijumaa ya mwanzo ya Rajab, kuadhimisha jambo hili limezushwa katika Uislamu baada ya miaka 400. Weka alama, kumbe jambo hili limekuja baada ya miaka 400. Haya, kadhalika alipokuwa akizungumzia hiyo salatu al-ghaib na salatu al-alfiyya,
وقد استفتي فيها الشيخ تقي الدين ابن الصلاح رحمه الله alitakiwa fatwa katika hilo Sheikh Taqiyuddin ibn Salah rahimahullah faqala amma as-salatu al-ma'rufa fi laylati ar-raghaib ama swala iliyofahamika katika usiku ar-raghaib fahiya bid'atun ni swala ya bid'a wa hadithuha al-marwi mawdu'un na hadithi yake iliyopokewa ni mawdu'u ni hadithi ya kutunga wama hadatha illa ba'da 400 sanati min al-hijra na haikuzuka isipokuwa baada ya miaka 400 ya hijra سنة وليس في ليلتها تفضيل على أشباهها من ليالي الجمعة na wala hapana katika usiku wake kufadhilishwa kokote juu ya mfano wake katika swala za wiki au swala za Ijumaa zile ila an qala rahimahullah was-salatu al-alfiyya allati tusalla laylatan nisf min sha'ban la asla laha wa li ashbahiha na swala inaitwa salatu al-alfiyya ambayo inasaliwa katika usiku wa nusu ya Shaaban swala hiyo haina asli na mfano wake anasema hivi fala ajab min hirsi an-nas ala al-amri al-mubtada'i fi hatayn al-laylatayn jambo la ajabu ni kupapia watu juu ya jambo ya mambo yenye kuzushwa katika siku hizi mbili yani watu wanakupa katika bid'a wa taksiruhum fil umuri al-muakkada na kuzembea kwao katika mambo yaliyotuliwa mkazo athabita an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu musta'an mambo yenye kuthibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wallahu musta'an yani ukiona watu wanapoendea kwenye bid'a hii utashangaa wana bidii kweli kweli lakini katika yale mambo yaliyoamrishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam wanazembea umeelewa na hii ni mifano iko utaona watu wanahima na shime kubwa shime jamani shime waislamu wenyewe katika jambo la bid'a yale mambo aliyoamrisha mtume si sunna tu kwani si sunna tu yale ambayo amefundisha mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanayadharau lakini yale waliyozua wao wanayafanya kwa bidii kubwa haya ndio maana ya shangali Imam Asyuti rahimahullah anasema wa'lam rahimakallah katika sehemu nyingine anna ta'dhima hadha al-yawm wa hadhihi al-layla inma uhditha fi al-islam ba'da al-mi'ati ar-rabi'a fahamu kwamba kuadhimisha mchana huu siku hii na usiku huu jambo hilo limezushwa baada ya miaka 400 akaeleza alieleza kuhusiana na jambo hili akasema kwamba katika mikhalafa katika siku hii watu hufunga mchana wake na kusimama usiku wake kwa swali iliyozushwa wa kulli ma fihi ta'dhimu hadha al-yawm min sunni al-at'ima na yale ambayo yanapatikana ndani yake katika siku hii ya kutengeneza chakula panapikwa mapilau na vitu gani wa idhari zina na kudhihirisha mapambo miji ikapambwa na watu wakajipamba wa ghairi dhalik hata yakuna hadha al-yawm bimanzilati ghairi mpaka ikawa siku hii iko katika daraja kwa siku nyingine من الأيام حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام يعني mpaka siku hii ikawa iko katika daraja anasema walladhi alayhi almuhaqqiquna min ahli alilm na lile ambalo wako juu yake wenye kuhakiki mambo kwa dalili zake katika wanachuoni annahyu an ifradi hadha alyawm bisawmi ni kukatazwa kuipokesha siku hii kwa kufungwa وعن قيام هذه الليلة نسمع katika usiku huu بهذه الصلاة المحدثة وصلاة hii iliyokuzuliwa وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم nakukatazwa na kila ambalo kuna ndani yake kuadhimisha siku hii min suni al-at'ima na kutengeneza chakula au katika kutengeneza chakula wa idhari zina na kudhihirisha mapambo wa ghairi dhalika na yasiyokuwa hayo hata yakuna hadha al-yawm mpaka iwe siku hii bi manzilati ghairihi min ayyam iko katika daraja ya siku nyingine katika masiku wakadhalika yawm akhar fi wasat rajab tusalla fihi salatu tusamma salata Daud fa inna dhalika aidan la asla akaendelea na maelezo haya jambo jingine katika mambo ambayo Imam Suyuti rahimahullah ta'ala ameita kwamba ni bid'a haya nilitangulia kuyasema utaenda kuyapata kwenye kurasa 180 ya kitabu chake at-talaffuz bin-niyyati wal-waswasa mtu kutamka nia na kufanya wasiwasi katika nia ya swala asema wa min al-bid'i aidan al-waswasa fi niyyati as-salah miongoni mwa bid'a vile vile ni kutia wasiwasi katika nia ya swala ولم يكن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه
asema halikuwa hilo ni katika vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba zake, kanu la yantiquna bi shay'in min niyyati as-salati siwa at-takbir, walikuwa hawatamki kitu chochote katika nia ya sala isipokuwa takbira. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الشافعي رحمه الله الوسوسة في الصلاة والطهارة من جهل بالشرع أو خبل في العقل. baada kutaja aya hiyo anasema Imam Asyuti amesema al-Imam Shafi'i rahimahullah, kutia wasiwasi katika nia ya swala na kutia wasiwasi katika tahara ni ujinga wa sheria, ni mtu kutokujua sheria au ni upungufu katika akili, kutetereka akili yake, hana akili timamu. Sasa anasema katika bid'a ni watu kutamka nia. Kwa nini? Kwa sababu masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuitamka, na hii ni ibada. Katika jambo jingine alilozungumza, amezungumza bid'a za khutba ya Ijumaa, asema wa min al-bid'a fi al-khutbati ashiya, na katika bid'a zile katika khutba ni mambo mengi. Fa min dhalika daqu al-khatibi minbara inda surudihi 3 marrat, miongoni mwa hizo ni khatibu kugonga mimbari wakati wa kupanda kwake mara 3, anaigonga bi asfala sayfihi daqqan muz'ija. Huko watu walikuwa wakifanya hivi, kipanda pale agonga ile mimbari na upanga wake kwa nguvu kabisa. Wa minha tabatuhu fi as-su'ud wa ishtighaluhu bid-du'a qabla al-iqbal ala an-nas, na miongoni mwa hizo bid'a ni kuchelewa kwake kupanda na kujishughulisha kwake na kuomba kabla ya kuelekea watu, akiwa ameelekea huko aomba tu khatibu, na kabla ya kuwapa salamu. Wa rafu yadayhi inda ad-du'a, katika bid'a vile vile ni kuyajua mikono yake wakati wa kuomba dua. Khatibu yuko juu ya mimbari anahutubu, sasa ifika wakati wa dua, rabbana au dua, ayajua mikono. Asema hiyo katika bid'a vile vile. Fa bid'a, asema wa rafu yadayhi inda ad-du'a fa bid'atun qabihatun, ni bid'a baya. Akaendelea sasa, wa takallufuhum raf'a as-sauti fi as-salati ala an-nabiy wa dhalika jahlun, na kujikalifisha kwao kunyanyua sauti wakati wa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huo ni ujinga. Fa inna as-salata ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inma huwa du'a'un lahu, kwa sababu kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumwombea dua yeye. Wal ad'iyatu jami'uha as-sunnatu fiha al-israru duna al-jahri. Al-Imam Suyuti na kitabu hiki chake al-amru bil ittiba'i wan nahyu anil ibtida'i wan nahyu anil ibtida'i, anasema maneno haya. Kwa nini yameitwa bid'a mambo haya? Kwa sababu yamewekwa katika ibada kinyume na utaratibu ambao ameuweka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika bid'a nyingine aliyohitaja akasema katika mambo ya matanga na jeneza, wa min al-bid'i al-intiba'u li'aza'i al-mayyit, na miongoni mwa bid'a ni kukusanyika kwa ajili ya kuombolezea maiti. Qala Ash-Shafi'i rahimahullah wa akrahu al-ma'atim wa huwa ijtima'u ar-rijali wal-nisa'i lima fihi min tajdid al-huzni, ninachukia mimi mambo ya matanga, nayo ni kukusanyika wanaume na wanawake kwa yale ambayo ndani yake inapatikana katika kufanya upya huzni. Wakadha ijtima'u ar-rijali 'ala al-qabri al-yawm ath-thani wath-thalith, na kama hivyo kukusanyika wanaume na wanawake au kukusanyika wanaume kwenye kabri kwa siku ya pili na siku ya tatu. Kuna watu wanafanya 3 kila siku baada ya asri, baada ya kuzika maiti wanakwenda kule makaburini kuna kusoma Qur'an. Siku hizi maisha ya mambo, si kwa sababu watu wafa sana au watu wameelewa au vipi, lakini kwa mtu akifa anasema siku 3 ndio makaburini, siku ya kwanza unakwenda kusoma unarudi, kesho hivyo hivyo, kesho kutwa hivyo hivyo. Sasa ndio yazungumza mambo haya. Sasa kwani unasoma nini? Qur'ani. Kwa nini iwe bid'a? Kwani iwe pingana dini? Naam, yapingana dini kwa sababu ni utaratibu ambao hakuweka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada hizi mahdha. Kadhalika katika bid'a nyingine alizitaja asema wa min al-bid'i ma yuf'alu fi janaiz min tarki al-isra'i, na miongoni mwa bid'a ni yale yanayofanywa katika jeneza katika kuacha kwenda haraka, wal qurubi minha, na kulikaribia jeneza, wal insatu fiha, na kunyamaza katika hilo jeneza, wa qira'ati al-Qur'ani ma'a bil alhan, kuisoma Qur'ani pamoja na hilo jeneza kwa sauti zile, wa adam at-tafakkuri fi ma hum sahiruna ilayhi, na kutafakari kwa lile ambalo wao ni wenye kulielekea. Akaendelea na maneno yake mpaka mwisho kwenye ukurasa wa 251.
katika miongoni mwa bid'a akasema wa min dhalika ma uhditha min as-samai wal-raqs wal-wajdi, na miongoni mwa hayo ya bid'a ni yale yaliyozushwa katika samai na kucheza na kupandisha midadi. Wa fa'ilu dhalika saqitul muru'a, na mwenye kufanya hayo, mwenye kucheza sawa atapandisha midadi, huyo ni mwenye kuporomoka muru'a, hana muru'a huyo. Marududu shahada, mwenye kukataliwa ushahidi. Kama mbele ya kadhi, wewe ulikuwa unajuza wacheza, ondoka hapo, ufai kuwa shahidi. Mimi nimekuja shahidi, ambao wewe ondoka, wewe ucheza. Asi lillahi wa lirasulihi, ni mwenye kumwasi Allah na mtume wake, sawa. Wa huwa mahdhurun, qala Allah azza wa jalla wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillah, qala ibn Mas'ud wallahu huna al-ghina'u. Katika maneno aliyosema pia haya kwenye ukurasa malizia ukurasa 99, katika aliyosema anasema min dhalika, na miongoni mwa hayo mambo ya bid'a ar-raqsu, ni kucheza, wal-ghina'u fil masajid, kuimba misikitini, wa darbu ad-dufi au ar-rababi, na kupiga dufu au firimbi, au ghairu dhalika min alati at-tarabi, au yasiru kuwa hayo katika ala za tarab, ala za muziki za kutumbuiza zile. Faman fa'ala dhalika fil masjid, atakayefanya hayo msikitini, fahuwa mubtadi'un. Suyuti yasema yeye ni mzushi, dalun, mpotevu, mustahiqun litardi, mwenye kustahili kutolewa hapo msikitini, wa dharbi, na kupigwa tandiko bakora, li'annahu istakhaffa bima amara Allah bita'dhimi, kwa sababu yeye amekidharau kile ambacho Allah ameamrisha kuadhimishwa kwake. Kurasa 145. Katika mambo ambayo amehesabu kwamba ni bid'a ni hili lililofuatia watu kusherehekea mwaka mpya. Asema mimi, hebu liangalie jambo hili kwa kina kabisa, alafu lifananishe na jingine unalolitaka wewe. Anasema hivi, wa mimma yafaluhu kathirun minan nasi fi fasli ash-shita'i, na katika yale ambayo wanayafanya watu wengi katika kipindi cha kusi. Kule Misri inakuwa ni wakati wa kusi, ikifika mwezi wa 12. Huku kwetu inakuwa ni kiangazi miaka yote hiyo. Ikifika mwezi wa 12 kule ni kusi, kwetu ni kaskazi. Sasa anasema ni katika yale ambayo wanayafanya watu katika kipindi cha kusi, wayazumuna annahu miladu Isa alayhi salam, na wanadai kwamba ni mazazi ya Isa alayhi salam, Christmas. Fajami'u ma yusna'u aidan fi hadhihi al-layali min al-munkarat, basi yote yanayofanywa vile vile katika siku hizi katika mambo ya munkarat, mithlu iqadi nirani, mfano kuwasha moto, wa ihdathu ta'amin, na kuzusha chakula, wa shira'u shabbi, na kununua mishumaa, wa ghairu dhalik. Fa inna ittikhadha hadhihi al-mawalid mawsiman, hakika kuyafanya haya mazazi kuwa ni misimu, huwa dinu nasara, haya mambo ya birthday haya ni dini ya Wakristo. Anaendelea al-Imam Suyuti, walaysa lidhalika aslun fi dini al-Islam, na hayana hayo asili yote katika dini ya Kiislamu. Walam yakun li hadha al-milad dhikrun fi ahdi as-salaf al-madhi, na haikuwa hii miladi, haya mazazi hayakuwa na utaji wowote katika zama za salaf waliotangulia. Kwa yale yote ambayo unaona kwa mazazi ya nini, mazazi ya nini, yeye alikuwa na ahdi, alikuwa na dhikri katika ahdi as-salaf al-madhi, bal asluhu ma'khudun 'an an-nasara, bali asili yake ni yenye kuchukuliwa kutoka kwa Wakristo. Waislamu hawaruhusiwi kushiriki birthday yoyote, kwa sababu mambo haya yamechukuliwa kutoka kwa nani? Wakristo. Katika mambo haya yametaja katika ukurasa wa 100, yale tangulia ilikuwa 275, haya ni 145. Anasema min al-bid'i qira'atu surati al-an'am fi rak'atin, na katika mambo ya bid'a ni kuisoma surati al-an'am katika rakaa moja, fi salati at-tarawih, katika swala ya tarawih. Wayaruna fi dhalika hadithan la asla lahu, na wanapokea katika hilo hadithi ambayo haina asili yoyote. Haya ameyasema katika ukurasa wa 191 mpaka 192. Kusoma sura al-An'am bid'a vipi? Ameeleza kirefu kwamba jambo hili kwanza kuihusisha kwa hilo swala tarawih kinyume na swala nyingine. Yani asema hivi, katika bid'a ambayo inapatikana ahaduha fa qira'atuha fi rak'atin wahida bid'atun min wujuh, kuisoma hii sura al-An'am katika rakaa moja tu ni bid'a kwa njia nyingi.
ahadiha ukitaka utasema ahaduha takhsisu dhalika bi surati al-an'am duna ghayriha ni kuihusisha kwa hilo suratul an'am kinyume na sura nyingine fayuhimu anna dhalika hudhanisha kwamba hilo sunnatun fiha ndio sunna katika hilo duna ghairiha kinyume na sura nyingine bal amru bi khilafi dhalika wa thani takhsisu dhalika bi salati at-tarawih na ya pili ni kuhusisha hilo na sala ya tarawih duna ghairiha kinyume na sura nyingine wa thalithu ma fihi min at-tatwil ala al-mu'minin na jambo la tatu ni kulihusisha hilo ni kulirefusha hilo juu ya waumini ya nne sama fihi min mukhalafati as-sunnah bi taqlil al-qira'ati fi ar-rak'ati ath-thaniya 'an al-ula alhasil ametaja kwamba haya ni katika mambo ya bid'a na mimi nitaka nieleze yale yote ambayo nimekusanya juu ya jambo hili juu ya hawa wanaochuoni ambao wanasema bid'a inagawanyika lakini wakati huo huo kuna mambo yamewekwa wao wameita bid'a hawakuyaingiza kwamba sasa hii ya kusema fulani hii ni bid'a wajiba au hii ni manduba hii hawakusema hivyo na hata al-Izz bin Abdussalam alipoyataja yale mambo kwamba bid'a ya wajiba ni hii na bid'a ya manduba ni hii makruha ni hii ya muharrama ni hii na mubaha ni hii utakuta katika ile jambo ambalo la ibada mahna hakugusa pale yani hakugusa ila kwa kuishiria kwamba ni bid'a muharrama hakutoa na mlango kusema kwamba jambo hili linafaa kila jambo ambalo litakuwa limegusa kwenye ibada ambayo ni mahna basi jambo hili litakuwa limeingia katika ibada na jambo hilo litakuwa ni katika bid'a umeelewana kwa hiyo hili ndio ambalo nimetaka kulidhihirisha katika darasa yetu ya leo na wakati umesogea sana lakini ukiangalia hayo yote tuliyotaja utakuta mengi katika hayo asili yake yapo katika sheria lakini kumeingia mitindo au yamehusishwa na wakati ambao sheria haukuweka na watu wameweka mambo hayo kiasi ambacho inadhaniwa kwamba ndio sheria iliyofundisha na mfano wa karibu ni hiyo salatu ile salatu raghaib huku kwetu haiswaliwi haiko lakini ilikuweko katika baadhi ya miji ni swala na hakuna disco ndani yake ni swala kama swala nyingine lakini imezuliwa kwa hiyo itakuwa ni bid'a umenifahamu kwa hiyo ukimsikia mtu yote asema jamani swala pia ambiwa kwamba haifai mawahabi jamani mawahabi haya mtu akaanza kuzungumza mawahabi anataka kutumia hamasa ni kwamba hajafuatilia kusoma kawaidi za mambo ya bid'a na kuangalia jambo hili wanawachuoni wanalizungumziaje na katika jambo ambalo laingia bid'a vile vile kwa mfano mkahajidi nyinyi kwamba sisi tunatoka katika da'wa tukuuliza shehe kutoka da'wa siku mbili hapana sijatoka umefanya vibaya kabisa lazima utoke siku mbili japokuwa mara moja katika maisha yako natoa mfano wa siku mbili shatoka la siku tatu wewe bado sijatoka hii lazima utoke siku tatu katika maisha au siku 40 shatoka katika dawa siku 40 wewe jenge toka 35 jenge toka siku moja bado bid'a mnaelewa bid'a yaingia hapo sasa kama hizi siku tatu ndio makusuda zimekusudiwa hasa imekuwa ni bid'a lakini kama ni utaratibu tu bwana sisi tuna nafasi Ijumaa Jumamosi na Jumapili twendeni dawa mara moja kwa kuwa tuna nafasi hatuitakidi ubora wake wala hatuitakidi afdalia kwamba katika maisha watakiwa utoke siku tatu unaelewa kadhalika katika darasa bwana hapa takiwa usome Qur'ani kwa muda wa miaka 2 ushahifadhi yani tumeangalia utaratibu ndani ya miaka 2 kwa akili ya kawaida anaweza kuhifadhi kwa hiyo huyu anaweza kuhifadhi chini ya miaka hiyo labda kwa mwaka mmoja na miezi 6 anaweza akahifadhi sawa na hilo lipo limetokea hata katika markazi lakini si utaratibu tuweka miaka hiyo si kwa sababu hii miaka 2 ndio bora au kwamba yatakiwa hivyo katika sheria la tukisema kwamba
Qur'ani lazima ihifadhiwe kwa miaka miwili, bid'a itakuja hapo sasa. Mnaelewa? Kutaka kusoma ilmu lazima usome miaka 6, miaka mitatu, alafu miaka 4. Hapo utakuwa ndo sasa umesoma ilmu sasa. Ilmu inatakiwa isomwe. Kwa maana ibtidaia miaka 6, idadi miaka 3, thana miaka 3 au miaka 4 katika baadhi ya maahid, kulia au jamii usome miaka 4. Kwamba lazima huo ndio utaratibu. Ukishasema kwamba huu ndio utaratibu sasa, huu hivi ndio unatakiwa, ndio dini, hiyo bid'a. Mnielewa? Lakini tumeweka utaratibu kawaida kutoka hapa mpaka hapa, ifika siku hii tunafunga. Tumeafikiana hivi. Hapa ingii bid'a mpaka tuitakidi kwamba kuna ubora fulani katika jambo hilo. Mnielewa? Ukazihusisha ibada na nyakati ambazo sheria haikuhusisha, wewe ukawa unaitakidi ndani yake kuna afdalia. Leo mtu mathalan siku zote mwenye haswali usiku, siku hiyo amepata nashati usiku wa Ijumaa akaamka kuswali, haambii kufanya bid'a, lakini akiitakidi kwamba usiku wa Ijumaa ni bora, kwa hiyo inatakiwa nisimame usiku kuswali, ataingia kwenye ile makatazo ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeelewa? Au leo nasikia nashati ya kufunga leo Jumaa ngapi? Leo Jumapili. Ngoja nifunge leo. Ukafunga siku ya Jumapili, la basi. Lakini sema hii siku ya Jumapili hii ni siku bora, wakiwa wale wanakwenda kanisani, mimi namwabudu Allah, hii ni siku bora, bid'a itaingia hapo. Mnaelewa? Kwa hiyo ufahamu juu ya jambo la bid'a ni kitu kimoja kiko katika panauzi mbamba hapo, kwa hii ni sunna na hii ni bid'a. Lakini ukifahamu ni kwamba kukusudia kujikurubisha kwa Allah kwa jambo ambalo halikuwekwa na sheria, ima kwa dhati yake au kwa wasifu wake au kwa kaifia yake au kwa haika yake au kwa mahali pake au kwa zama zake, ukaitakidi kwamba kuswali chini ya mti fulani pale ni bora kuliko mahali pengine. Sisi tunakuona waswali pale, kwa hiyo waswali hapo, hapa pana kivuli, pana kizuri, wacha niswali hapa. Sawa. Kwa nini waswali hapa? Jawabu lako likawa mahali hapa ni bora zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote, kwa sababu mti huu ni wa zamani mathalan, au mahali hapa alikaa shekhe fulani mahali hapa, kwa hiyo hapa pana ubora, bid'a itaingia hapa. Mnanielewa sio? Kwa nyinyi mkielewa na watu wengine wakaelewa na wengine wakaelewa, wale wa mashekhe wanaobabaisha watu watakuwa wanacheka baadaye. Kumbe shekhe huyo hayumo kweli kweli, hata hili jambo hili pia hajaelewa, hapa bid'a iko wapi? Au hii si bid'a ya wazi? Tutakuwa watu wanacheka. Na hii ni faida ya kuelimisha watu. Kuna baadhi ya maulama walipoingia katika miji yao, walipoona ujinga umekithiri, wao walijikita katika kuwasomesha watu, hakubakia mjinga katika miji yao. Ikawa ukizungumza jambo watu wote kushangaa, huyu ametoka kwenye kaburi gani huyu? Mbona kama katika ashabul kahfi amekuja zinduka leo? Watu wanakushangaa kwa sababu watu wamesoma, hakuna wa kumdanganya, hakuna wa kumtapeli. Na faida ya elimu, watu watakiwa wasomeshwe, wasome na wasomeshe wenzao. Wadanganyifu na wale wabadishaji hawatapata nafasi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Leo tutaishia hapa. Darasa yetu itaendelea kesho insha Allah, na maudhui itakayofuata ni darasa ya kesho, tutazungumzia juu ya as-sunna. Ndio hivyo? Naam, as-sunna. Maana as-sunna fi al-lugha والمعنى السنة في الشرع في اصطلاح المحدثين والأصوليين والفقهاء وأقسام السنة كما كانت تعالى بإذن الله. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يبارك فينا وعلينا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما